Mtazamaji, baada ya takriban miezi miwili tangu kutoweka au kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole, hatimaye siku ya leo ripoti mpya zimeibuka jioni hii na madai mengine ya kutatanisha kuibuka kutoka kwa Chadema na naibu mwenyekiti wa chama hicho John Heche. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Hali ya kisiasa nchini Tanzania imeingia katika hatua mpya na ya kutatanisha kufuatia ripoti mpya inayomhusu Humphrey Polepole miezi miwili ama siku 60 tangu kutekwa nyara kwake. Mtazamaji, ripoti hizi zinatoka kwa naibu mwenyekiti John Heche wa Chadema na ripoti hizi zinatoka wiki chache tu baada ya kaka yake Humphrey Polepole, Kanali Agostino Polepole, kuahidi kulipiza kisasi kwa watekaji nyara wa kaka yake Humphrey Polepole baada ya watu hao au watekaji hao kuweza kufeli kumrejesha Humphrey Polepole baada ya kupatiwa masaa 24 ya kuweza kumwachilia huru Humphrey Polepole. Leo tena naibu mwenyekiti wa Chadema Taifa amejibu kwa hofu na hasira, akionyesha kusikitishwa sana na kile alichokieleza kuwa ni mwenendo wa vitisho na unyanyasaji unaoelekezwa kwa viongozi wa upinzani au viongozi wanaopinga serikali ya CCM. Katika ujumbe mzito uliotumwa kwenye mtandao wa Instagram wake, John Heche alilaani hali ya haki za binadamu nchini humo Tanzania na kuonya kuwa amani ya kweli haiwezi kuwepo bila haki. Ujumbe wake ulionyesha hisia ya dharura na kukata tamaa, kwani alisisitiza kuwa hali ya sasa imevuka mipaka ya ushindani wa kisiasa unaokubalika na kuingia katika eneo la mateso ya utaratibu. Hata hivyo, naibu mwenyekiti huyo alihoji na kuaje taifa liongelee amani huku viongozi wa upinzani wakiwindwa kama vile Humphrey Polepole kupotea, pia kutekwa na kunyamazishwa. Alisema kuwa kutekwa nyara kwa Polepole, kutoweka awali kwa Mdude Nyagali pia ni mfano wa mgogoro mpana zaidi Tanzania ambao ulipendekeza jaribio la makusudi la kulemaza upinzani wa kisiasa. Ombi lake lilienea zaidi ya mipaka kitaifa leo, akitoa wito kwa taasisi za kimataifa na serikali za kigeni kuchunguza matukio haya na kuingilia kati inapobidi. Wakati huo huo, familia ya Humphrey Polepole hadi sasa imekaa kimya, imejaa hofu na mshtuko zaidi. Majirani walioshuhudia tukio hilo walieleza kuwa nyumba hiyo, wakati akitekwa nyara Humphrey Polepole miezi kadhaa iliyopita, nyumba hiyo ilikuwa na uharibifu mkubwa, huku milango ikiwa imevunjwa, samani kupinduliwa na ishara kuwa watekaji walifanya kazi kwa usahihi, huku damu zinazodaiwa kuwa za Humphrey Polepole zikionekana sakafuni. Kulingana na mkazi mmoja, wakati huo watu waliosogea kwa kasi na walionekana kujua walichokuwa kitafuta hasa kabla ya kuweza kutoweka kwa Polepole, na hivyo kutoa hisia kwamba shughuli hiyo ilikuwa imepangwa mapema na kuratibiwa. Kutoweka kwa Humphrey Polepole sasa hivi leo kumeibuka tena na pia kumewakumbusha Watanzania wengi matukio ya awali ambapo wahusika wa upinzani walitoweka katika mazingira ya kutatanisha, wakapatikana wiki kadhaa baadaye katika maeneo mbali wakiwa wamejeruhiwa, wameumia au katika hali nyingine mbaya zaidi, wengine hata hawakupatikana kabisa. Hata hivyo, kutokuwepo kwa majibu ya wazi kutoka kwa mamlaka, sasa hivi John Heche ameweza kulililia sana, akitaka nchi za nje kuingilia kati na pia akidai ya kwamba kutokuwepo kwa majibu ya wazi kutoka kwa mamlaka ya Tanzania kutekeleza sheria kumuongeza mashaka ya umma. Kadiri siku zinavyosonga bila taarifa, nchi inazidi kuingiwa na hofu kwamba huenda mabaya yametokea kwa kiongozi aliyepotea kama Humphrey Polepole na wengine. Naibu mwenyekiti huyo wa Chadema John Heche alidokeza ukimya huu kama ushahidi wa tatizo kubwa zaidi. Alisema kuwa kutokuwa na uwezo wa serikali au kutokuwa tayari kutoa maelezo kulifichua mfumo unaoporomoka chini ya ukosefu wa usalama wa kisiasa na matumizi mabaya ya madaraka. Alisema kuwa serikali ambayo inashindwa kuwalinda raia wake, haswa watu mashuhuri wa kisiasa kama Humphrey Polepole na Mdude, haiwezi kudai kuaminiwa katika masuala ya utulivu wa kitaifa na demokrasia. Kesi ya Mdude, upande mwingine, Mdude Nyagali ambaye alitoweka mapema Mei tarehe 2 mwaka 2025 Tanzania, inaimarisha zaidi uzito wa swala hilo. Mkewe alisimulia usiku huo wa kutisha wakati wanaume wasiojulikana walipovamia nyumba yao na kuwashinda kila mtu alionekana kabla ya kumkokota na kuondoka naye. Alieleza kutokuwa na uwezo wa kumtazama mume wake akichukuliwa na wanaume waliomfanyia upasuaji na kumuumiza, kwa kujiamini hivi kwamba ilionekana kana kwamba hawakuogopa matokeo yoyote. Ushuhuda wake umedhihirisha kote nchini kama ishara ya familia zinazoteseka wakati ghasia za kisiasa zikienea katika nyumba za watu. Katika chapisho hilo lake, John Heche la mtandao wa kijamii wa Instagram aliweza kupakia
bango ama picha kutoka kwa Nipashe Digital ambayo ilikuwa ikisema Polepole ametimiza siku 65, Mdude ametimiza siku 222 bila kuonekana. John Heche alijibu hapo chini na kuandika hivi: mama yake Polepole ana amani gani? Aliuliza. Mke wa Mdude ana amani gani? Bila haki amani inatoka wapi? Watu hawawezi kunyamazia huu uhuni kwa vitisho. Tunataka kujua ndugu zetu walipo. Kadiri mahitaji haya yanavyozidi kuongezeka kuhusiana na Humphrey Polepole na Mdude, kuna baki kukosekana kwa mawasiliano rasmi. Taasisi za serikali hazijatoa taarifa thabiti kudhibitisha au kukanusha kuhusika kwao, wala hazijafichua kama uchunguzi unaendelea. Ukimya huu umewaacha wananchi kutegemea taarifa za mtandaoni zilizogawanyika, akaunti za mashahidi na taarifa zilizovujishwa, kuchochea uvumi na hofu. Wachunguzi wa mambo wanaona kuwa kutoweka kwa Polepole ni jambo la kushtua sana, kwa sababu hapo awali alionekana kuwa mmoja wa watu waliojitokeza na kudhubutu ndani ya maeneo ya kisiasa ya Kenya na Tanzania, asiogopa kupinga mifumo au kufichua watu wenye nguvu mitandaoni. Kutoweka kwake kwa ghafla, kwa hiyo kuna hisiwa kuwa ni ishara hata zaidi, onyo la kutisha kwa yoyote anayedhubutu kuhoji mamlaka. Nchi nzima wafuasi wa Chadema pia wameanza kufanya mikusanyiko midogo, mikesha na mikutano ya faragha kuwaombea Mungu Polepole na Mdude warejee salama. Wengi wanahofia kukusanyika hadharani kutokana na kukithiri kwa ukandamizaji wa shughuli za kisiasa. Kulingana na John Heche, hali hii ya hofu inadhihirisha udhaifu wa wakati huu, huku wananchi wa kawaida wakihofia kwamba kudai haki tu kunaweza kuwafanya walengwa na kutoweka kama Humphrey Polepole. Naibu mwenyekiti huyo amewataka wafuasi hao kutojisalimisha kwa uoga, huku akisisitiza kuwa mapambano ya haki lazima yaendelee hata kwa vitisho. Alisisitiza kuwa ghasia na utekaji nyara haviwezi kunyamazisha taifa ambalo limedhamiria kutetea haki zake. Wito wake uliwagusa sana wale wanaoona kutoweka kama mashambulizi ya moja kwa moja kwa mustakabali wa kidemokrasia wa Tanzania. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa uwazi usipojitokeza, mvutano wa kisiasa bila shaka utaongezeka. Wanasema kwa kutoweka kwa aina hiyo kuzihuzuni tu familia zinazohusika, bali kuyumbisha mazingira yote ya kisiasa ya Tanzania, kuzuia ushiriki wa siasa za upinzani na kudhoofisha umoja wa kitaifa. Huku hali ya sintofahamu ikiendelea kuongezeka, Tanzania sasa iko katika njia panda. Kutoweka kwa Humphrey Polepole na Mdude kumekuwa zaidi ya tukio moja, imekuwa ishara yenye nguvu ya demokrasia iliyozingirwa, ukumbusho wa kutisha wa mfumo wa kisiasa ambapo hofu inaanza kugubika uhuru, na wito wa kutafakari kwa haraka kitaifa kabla ya hali hiyo kuingia katika mgogoro usioweza kutenduliwa. Ni hayo tu mtazamaji, ambayo nimekuandalia katika ripoti ama habari hizi. Chukua sekunde moja kunijuza maoni yako upande wa comment section kuhusiana na kutoweka kwa Polepole na maoni ya shutuma hizi za John Heche kutoka Chadema. Vile like video hii kisha subscribe. Ukifanya hivyo itakuwa umenisaidia kwa sana. Vile utakuwa kwanza kupokea taarifa ama habari zetu kila siku, kisha bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.